Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Aprili 18 mwaka 2026. Kabla hatujaanza somo letu siku ya leo, tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mada ya leo inasema jinsi ya kukua katika neema. Imejengeka katika kitabu cha Petro wa pili sura ile ya 3 aya 18. Neno la Mungu linasema, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu na yeye sasa na hata milele. Inawezekanaje kwamba tuweze kukua katika neema? Inawezekana tu kwetu pale tunapoiondosha nafsi mioyoni mwetu na kuipeleka mbinguni ili ifinyangwe kwa kupatana na kielelezo cha Mungu. Tunaweza tukawa na uhusiano na mkondo hai wa nuru. Tunaweza tukaburudishwa kwa umande wa mbinguni na kuwa na manyunyu ya mbinguni yakitunyeshea. Tunapoipokea baraka ya Mungu, tutaweza kufaa kupokea kiasi kikubwa zaidi cha neema yake. Kama ilivyo kwa watoto wadogo, inatulazimu kuketi miguuni pa Yesu tukijifunza toka kwake. Tusiruhusu siku kupita bila kupata ongezeko la maarifa katika mambo ya kitambo na ya kiroho. Hatupaswi kupanda vigingi ambavyo hatuko tayari kuchukua na kupanda zaidi karibu na vilele tunavyotarajia kufikia. Elimu ya juu zaidi inapatikana katika kuifunza akili kuimarika siku kwa siku. Mwisho wa kila siku unapaswa kutukuta katika mwendo wa siku moja karibu zaidi na zawadi ya washindi. Siku kwa siku tunalazimika kufanya maamuzi ambayo yatatuletea zawadi kuu katika maisha haya na katika maisha yajayo. Tukimtazama Yesu kila siku badala ya kutazama kile ambacho sisi wenyewe tumekitenda, tutafikia maendeleo thabiti katika maarifa ya kitambo, kadhalika na ya kiroho. Mwisho wa mambo yote karibu. Yale ambayo tumeyafanya hayapaswi kuruhusiwa kuchukua muda katika kazi yetu. Nahodha wa wokovu wetu anasema, songa mbele. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Tunapaswa kuongezeka daima katika ufanisi. Maisha yetu daima yanapaswa kuwa chini ya uweza wa Kristo. Taa zetu zinapaswa kutunzwa zikiwa zinaangaza. Yeye ambaye hujiweka mwenyewe mahali ambapo Mungu anaweza kumwangazia, anasonga mbele kana kwamba anatoka kwenye giza kidogo la alfajiri hadi kwenye mng'ao kamili wa mchana. Lazima tuvute kila mshipa na msuli wa kiroho. Mungu hataki ubaki kuwa mchanga. Anataka upande hadi kufikia kilele cha ngazi na kisha utoke humo na kuingia katika ufalme wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, leo ni Aprili 18, mada ikisema jinsi ya kukua katika neema.
Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina, anayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina, anayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho, acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho, acha tuimbe sifa. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu, ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu, ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho, acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho, acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho, acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho, acha tuimbe sifa.